Na mtazamaji, kuna kumjumuiko habari za kisiasa tayari kupitia Biomedia. Tumekwisha kufumbata nyingi sana na official Rose on the microphone kukuhabarisha kwa kina kabisa. Usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Ya bana, Mange Kimambi ametoboa siri tamu na chungu maridhiano Tanzania. Matukio ya vifo Oktoba 29 yameacha maswali mengi. Hili limekaaje? Basi ambatana na mimi mpaka tamati mwa story hii. Ni kwa muda sasa hivi Tanzania imeweza kujikita katika hali ya mpito wa kisiasa ambao unabeba uzito mkubwa sana wa historia. Matukio ya Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi mkuu, yameacha maswali mengi kuliko majibu. Vifo, majeruhi, lakini pia na uharibifu wa mali viliibua mjadala mpana sana kuhusu mustakabali wa demokrasia, haki za raia na mwelekeo wa kisiasa wa nchi. Katika mazingira hayo, neno maridhiano limeibuka tena kama suluhisho linalopendekezwa na pande tofauti, lakini likiwa na tafsiri tofauti, matarajio tofauti na masharti tofauti. Serikali inaona maridhiano kama mchakato unaohitaji utulivu na utaratibu. Upinzani unaona kama haki inayochelewa kutendeka. Katikati ya mitazamo hiyo miwili, Watanzania wanasalia wakijiuliza, maridhiano haya ni ya nani, kwa ajili ya nani na kwa gharama gani? Kauli ya kiongozi wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe kwenye msiba wa muasisi wa chama hicho mwishoni mwa wiki, Edwin Mtei, kuhusu yanayoendelea Tanzania zimerejesha upya mjadala huu midomoni mwa watu. Kwa upande wa chama tawala cha serikali, maridhiano yanatajwa kama nguzo muhimu ya kulinda amani na mshikamano wa kitaifa, ambapo viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM wamekuwa wakisisitiza kuwa lengo kuu ni si kushinda hoja za kisiasa, bali kuhakikisha taifa halipasuki katika misingi ya migawanyiko ya kisiasa. Makamu mwenyekiti wa CCM Stefano Wasira amekuwa mmoja wa viongozi waliotoa kauli nzito zaidi kuhusu mchakato huu. Baada ya kuchukua nafasi hiyo mwaka mmoja uliopita, Wasira alisema maridhiano hayawezi kufungwa ndani ya vyama vya siasa peke yake. Nikimnukuu, anasema, haturidhiani na mtu mmoja, tunaridhiana na jamii na wadau wengi. Kuna viongozi wa dini, mashirika yasiyo ya kiserikali na hata jamii za kimataifa zinazoishi hapa nchini. Lakini Wasira hakusimama hapo. Katika kauli inayoonyesha mstari mwekundu wa chama tawala, aliongeza, chama chetu ni chama cha amani. Kama chama chako kinataka vita, tutazungumza na wewe na tutakwambia sisi huko hatuendi. Kwa wachambuzi wa siasa, kauli hii inaakisi dhamira ya CCM kujiweka kama wadhamini wa amani, chenye kuamua aina na namna ya maridhiano yatakavyokuwa. Kwa mtazamo huu, maridhiano yanakuwa matamu pale yanapodumisha mshikamano na kuleta pande mbili pamoja na kuleta umoja, lakini si pale yanapotafsiriwa kama changamoto kwa mamlaka ya dola. Hata hivyo, kwa upande wa upinzani na wanaharakati, maridhiano haya yana ladha ya uchungu. Wanalalamika kuonewa, kunyimwa haki, kukamatwa na kusekwa rumande kwa makosa wanayoyaona ni ya kusingiziwa. Tundu Antipas Lissu, akiwa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa miezi 10 sasa, yuko ndani kwa kesi ya uhaini, kesi ambayo wapinzani wanaitaja ni ya kusingiziwa kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa. Wapinzani wanaona kama hakuna dhamira ya kweli ya kisiasa ya kuleta maridhiano kwa upande wa serikali, wakigusia madai ya kukamatwa hovyo na kupotea kwa wanachama, viongozi na wafuasi wa chama hicho, na wengine wanaonekana kuwa na msimamo tofauti na serikali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, yeye anasema, hatukosei chochote, lakini tunapotezwa kwa sababu tumekuwa wafuasi wa misimamo yako, akimrejea mzee Edwin Mtei wakati akizungumza kwenye msiba wake mwishoni mwa wiki. Akaungwa mkono na Freeman Mbowe, kiongozi wa zamani wa chama hicho. Anasema, hawa viongozi wangu wa chama Change Chadema wana maumivu magerezani, wamejaa viongozi ambao wanastahili kuungana na Watanzania wengine kufurahia na ndugu zao kuyaona matunda ya nchi yao. Mbowe akaongeza, msitoke serikali mkasema Chadema ni wakorofi. Chadema sio wakorofi. Chadema wameonewa, na wanapoonewa ni lazima wasimame. Chanzo kikubwa cha hali hiyo ni matakwa ya kisiasa ya muda mrefu kuhusu mifumo ya uchaguzi, katiba mpya, haki na demokrasia. Kuchelewa kwa maridhiano kukachangia matukio ya Oktoba 29 ambayo bado mpaka hii leo hayajapata majibu yanayoridhisha kwa wahanga na familia zao. Rais Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya uchunguzi kuyachunguza yaliyojiri, hatua iliyopokelewa
kwa tahadhari kubwa na vyama vya upinzani. Wengine walisema tume hiyo haina uhalali, wakidai baadhi ya wajumbe wake wanahusishwa moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na mifumo ya dola inayotuhumiwa katika matukio hayo. Mashtaka yaliongezeka zaidi baada ya waandishi wa habari kuzuiwa kuripoti ushuhuda wa baadhi ya waathiriwa. Hatua hiyo ilizua pia maswali mazito. Kama maridhiano yanajengwa juu ya ukweli, basi ukweli huo unafichwa kwa nini? Bila uwazi, wamepanga kuwawekea maneno wahanga na kuficha ukweli, anaandika kwenye mitandao yake mwanaharakati Maria Sarungi. Lakini jaji mstaafu Profesa Ibrahim Juma, mjumbe wa tume, alisema uamuzi huo ulilenga kulinda faragha ya mashahidi, lakini kwa wakosoaji hiyo haikutosha kuondoa hofu ya kuanza kufunikwa kwa ukweli. Lakini pia tume itatoa ripoti tofauti na matarajio ya wengi, huenda ikaongeza ugumu zaidi wa maridhiano. Historia ya karibu inaonyesha kuwa maridhiano si jambo geni nchini Tanzania. Mara tu Rais Samia alipoingia madarakani, kulikuwa na hatua za awali za kufungua anga la kisiasa, lakini mchakato huu ulikwama baada ya Chadema kujitoa, wakidai ahadi hazitekelezwi kwa vitendo. Kwa upinzani, maridhiano hayawezi kuwa mazungumzo ya heshima tu bila kugusa mizizi ya migogoro, ikiwemo haki za kisiasa, uhuru wa mikutano na matumizi ya vyombo vya dola. Swali linaloulizwa ni je, maridhiano ni njia ya kutafuta suluhu au ni mbinu ya kudhibiti taharuki ya kisiasa? Katika msiba wa muasisi wa Chadema Edwin Mtei, aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe alizungumza kwa mara ya kwanza baada ya kimya cha muda mrefu. Namnukuu, anasema njia bora kabisa ya kuleta maendeleo ni kurejesha uhuru wa watu, furaha ya watu na haki za watu, kukiri ukweli pale ambapo serikali imekosea, alisema. Kauli hiyo inaonekana kama muktasari wa msimamo wa upinzani. Maridhiano hayawezi kufanikiwa bila kukiri makosa na bila hatua za wazi za kurejesha haki. Lakini je, serikali itakiri kama wanavyotaka wapinzani? Na kama isipokiri, nini hatima ya taifa hilo kisiasa? Ugumu wa safari hii kwa mujibu wa wachambuzi ni utayari wa pande zote mbili ambazo kila leo wanatunishiana misole. Lakini urahisi uliopo, angalau kila pande inakiri kuna tatizo. Taifa halipo pamoja na njia inayotajwa na wote si maridhiano. Sasa kama yatafanikiwa ama hayatafanikiwa ni swala la muda tu, na tuko vyema katika kuangazia, muda utazungumza.